Bibi mwenye biashara alimtengenezea mvulana mwenye njaa bakuli la noodles, lakini bakuli hili la noodles lilibadilisha kabisa bahati ya bibi mwenye biashara. Miaka 18 baadaye, familia moja iliuliza bibi mwenye biashara kama kweli inawezekana kula bure. Bibi mwenye biashara akasema kuwa ni wale tu wenye hali ngumu wanaweza kula bure. Walisema wametumia pesa zao zote kwa matibabu ya mtoto wao na wakamuomba kwa moto bibi mwenye biashara awape chakula. Bibi mwenye biashara alikubali na akaenda mwenyewe jikoni kuwapikia, lakini sio tu walila bakuli nyingi za noodles, pia wakamuuliza bibi mwenye biashara kama wanaweza kuja kila siku. Bibi mwenye biashara aliweza kugundua kuwa walikuwa kweli katika hali ngumu, kwa hivyo alikubali kwa ukarimu. Miezi mitatu baadaye, mwanamke mmoja ghafla alikuja kwenye mgahawa na kundi kubwa la watu. Alisema kwa kiburi kuwa walikuwa hapa kula. Bibi mwenye biashara alisema kwa hofu kuwa hakuweza kuwalisha watu wengi kama hao, lakini mwanamke huyo alisema kuwa kwa kuwa ishara ilisema ni bure, wote wanaohitaji wana haki ya chakula cha bure. Sababu mwanamke huyo alifanya hivi ni kwamba mkurugenzi mtendaji CEO mmoja alikuwa akikusudia kufanya uwekezaji mkubwa kwenye mgahawa huu. Meneja mmoja alipojua habari hii alitaka kupata uwekezaji huu. Aliwakodi familia hii ili kumfukuza bibi mwenye biashara. Hata aliwapa kiowevu maalum na kuwaomba wakiweke kwenye sufuria ya noodles. Familia hiyo ingepata dola 50,000 baada ya kumaliza kazi. Mwanamke huyo alikubali bila wasiwasi, lakini hawakujua kuwa mwekezaji huyo alikuwa mvulana ambaye bibi mwenye biashara alikuwa amemwokoa. Wakati huu kundi la watu walimshtaki bibi mwenye biashara kwa kutumia hisani kama udanganyifu. Bibi mwenye biashara alilazimishwa kuwapikia watu hawa kwa kuchukua fursa ya nia ya bibi mwenye biashara. Mwanamke huyo alimwomba mume wake aweke kiowevu kwenye sufuria na pia alimwomba mtu awasiliane na kituo cha televisheni haraka. Idadi kubwa ya waandishi wa habari walifika. Waandishi wa habari walishtaki mgahawa kwa kukiuka kanuni za usalama. Bibi mwenye biashara aliogopa sana na akafafanua kuwa lazima iwe kwa kukosewa, lakini wakaguzi waligundua uchafuzi kwenye sufuria. Umati ulianza kumlaumu. Wakati huo huo, mkurugenzi mtendaji aliona habari hii kwenye televisheni. Mara moja alimtambua mwanamke ambaye alikuwa akimtafuta kwa miaka mingi. Bila wasiwasi, alikimbilia eneo hilo, lakini wakati huo bibi mwenye biashara alianguka chini ya shinikizo kubwa, lakini mwanamke huyo bado hakumwacha. Aliwaomba wote waharibu mgahawa ili kuzuia wengine kudanganywa. Kwa hivyo wakaanza kuharibu kila kitu. Bibi mwenye biashara alilinda kwa nguvu ishara ya mgahawa. Mwanamke huyo alikasirika na kuinua mkono wake kumpiga. Wakati huo huo, mkurugenzi mtendaji alifika kwa wakati.